Moja kati ya manufaa tulionayo, manufaa tuliyoyapata kwa sababu tu ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo ni kuhesabiwa haki. Tumehesabiwa haki. Warumi sura ya 4 mstari wa 25. Manufaa mengine tulionayo ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3, tumefanyika kuwa ni watoto wa Mungu. Wakati Warumi sura ya 6 mstari wa 4, Warumi sura ya 6 mstari wa 4, manufaa mengine tulionayo ya kufufuka kwa Yesu Kristo, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, tumepokea maisha mapya, maisha mapya, new life ndani yetu, moyo mpya, maisha mapya, maisha ya umilele ndani yetu. Warumi 6:4. Manufaa mengine ya kufufuka kwa Yesu Kristo, sisi kama wanufaikaji tumepata ushindi dhidi ya nguvu za giza. Tumepewa mamlaka, nguvu na uweza juu ya falme za nyoka na nge na nguvu zote za adui. Tumepewa mamlaka, nguvu na uweza ya kufunga na kufungua chochote hapa chini ya jua, na katika ulimwengu wa roho kutafungwa na kufunguliwa. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 hadi wa 15. Kolosai 2:13 hadi 15. Katika kufufuka kwake Yesu Kristo tumepata pia ushindi dhidi ya dhambi. Dhambi haina nguvu kwa mtu anayeamini. Ukisoma Warumi sura ya 6, Warumi 6 mstari wa 9 hadi wa 11, kila anayeamini katika kazi ya msalaba, Yesu Kristo alifanyia kuwa ni dhambi ili atakayeamini awekwe mbali na nini? Na dhambi. Alifanyika kuwa laana ili kila atakayeamini awekwe mbali na nini? Na laana. Kuendelea kuwepo katika laana ikiwa tayari upo kanisani na unanena kwa lugha mpya ni kutokuwa na maarifa sahihi au fahamu sahihi wa kimungu. Ndio maana nikasema sisi watumishi wa Mungu, kwa kuendelea kuwahubiria watu tayari wameshajazwa Roho Mtakatifu, wapo kanisani, wana neema ya Kristo, kuambia kwamba tutafanya ibada ya kuvunja laana za shangazi na mjomba, ni kuwadanganya, ni kuwapa elimu inayo contradict na kweli ya Mungu. Hiyo mentality ndio itakuwa ni utumwa, na kweli ile laana ya pande wa kwao itaendelea kufanya kazi juu ya maisha yao. Tunapaswa kuwafundisha kweli ya Mungu kwamba wao wako huru mbali na laana, na wakiri hivyo. Wanapokiri, ile laana inakosa nguvu, ina lose. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ambacho tumekuwa ni wanufaikaji nacho kwa sababu ya kufufuka, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, tumepata uzima wa milele, maisha ya umilele. Yohana sura ya 11, Yohana 11 mstari wa 25-26. Baada ya kumfufua Lazaro, ikiwa kama ni sehemu ya fumbo na kivuli, nini atajua kuifanya hapo mbele? Yesu Kristo anasema, mimi ndiye ufufuo na uzima. Mimi ndiye ufufuo na nini? Na uzima. Yoyote atakaye niamini nitamfufua siku ya mwisho, siku ya unyakuo. Yesu Kristo kabla hajafa, andika Yohana sura ya 6 mstari wa 54. Kabla Yesu Kristo hajafa akasema, kuna Yohana 6:54, akasema, alikuwa anamwambia Wayahudi, akamwambia, aulaye mwili wangu, yani mtu atakayekula mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Wayahudi wakashangazwa sana, wakasema, mtu huyu hawezaji kutuambia sisi tule damu yake na nyama yake. Alikuwa anamaanisha yoyote atakayeniamini, atakayeamini. Damu ni ile dhabihu, ile kazi ya msalaba aliyoifanya, mateso ya mwili wake na uhai atakaotoa na kuutwaa katika mwili wake, atamfufua siku ya mwisho. Na kufufuka huku kwa sisi ambao tumepokea neema ya wokovu, ambao tuna uzima wa milele ndani yetu, ni kufufuka kwa aliyekufa katika maji, katika ajali, aliyepondwa, aliyesagwa, aliyechoma moto, aliyelala akaoza katika udongo. Wote
miili yetu hii ya kuharibika hii itavuliwa. Kufumba, Biblia inasema kufumba na kufumbua. Miili ya kuharibika itavaa kuto kuharibika. Kwa hiyo rapture, unyakuo, ukisoma Wakorintho wa kwanza pale, andika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 mpaka mstari wa 53. Unyakuo maana yake ni huu mwili wa kuharibika. Swala la kufumba na kufumbua, utavaa kuto kuharibika. Ndo ile nyimbo inayosema nitamjua nikimwona uso kwa uso. Kwa sababu wakati huo mwili atakayokuwa nao Bwana wetu Yesu Kristo, ule mwili ambao alikuta wanafunzi wamejifungia ndani, akapita kama mzimu pasipo kugonga wala kufungua mlango, ule mwili wa kiutukufu, ule mwili wa kimalaika, ndio mwili tutakaovishwa sisi. Asema nitamjua, tutamuona uso kwa uso, tutafanana naye. Ndio mwili tutakaovikwa, ni mwili wa utukufu. Ni mwili ambao Yesu Kristo akati anawaulizwa swali kwamba je, mtu ambaye ameolewa na mwanamume huyu akachika kale mwanamume mwingine na mwingine na mwingine, au ameoa mke huyu mwanamke mwingine, je, wote wakiwa mbinguni ni nani atakuwa mke wake au nani atakuwa mume wake? Yesu akamwambia mbinguni hamna kufanyaje? Hamna kuoa wala kufanyaje? Wala kuolewa. Kwa nini? Kwa sababu mwili ambao umewekewa tamaa, kama ni mwanamume tamaa juu ya mwanamke au mwanamke tamaa juu ya mwanaume, ni mwili huu wa udongo. Ule mwili wa utukufu kutakuwa mna kuoa.